alifanya kwa wengine na amefanya kwa wengine na atafanya pia na kwako. Amini. Wakati wa miujiza, leo ni leo. Ni kusalimu popote pale ulipo mtazamaji wa Wapo TV Online pale YouTube, ukurasa wa Bishop Sylvester Gamanywa Facebook, msikilizaji wa Wapo Radio FM kutoka maeneo mbalimbali Dar es Salaam, ukitupata kwa uzuri kupitia 98.1, Arusha 101.9, Dodoma Idodomia kupitia 99.3, Mbeya na maeneo jirani 107.3, 105.3, Mwanza, jiji la mawe, jiji la miamba. Karibu katika wakati mwingine mzuri wa kipindi Wakati wa Miujiza. Leo ni leo, kutoka ndani ya ukumbi wa BIC Mbezi Beach Jogo jijini Dar es Salaam, chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gamanywa, kwa uzuri kabisa akishirikiana na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Makari Usingonyani Junior. Ni katika ibada ya leo ni leo, kila Jumapili saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Wengi wakifunguliwa, wengi wakiwekwa huru na kuponywa magonjwa yao na kumtangaza Yesu Kristo mwenye nguvu kuwa ni mponyaji, ni mkombozi, na yeye akiwaweka huru mbali na mambo mbalimbali ambayo wanapitia hapa duniani. Bado nipo nawe katika mwendelezo wa shuhuda mbalimbali, kufahamu kwa undani yale Mungu ambayo anayatenda kupitia ibada hiyo ya leo ni leo. Shuhuda ni nyingi, lakini hizi ni chache tu miongoni mwa zile ambazo zinatolewa katika ibada ya leo ni leo BIC Mbezi Beach Dar es Salaam. Na kumbuka, ukumbi wa BIC Mbezi Beach, yani kituo cha ushauri, maombi na maombezi, kinapatikana barabara ya Bagamoyo. Popote pale unapotokea, shuka kituo cha Jogoo mahali ukumbi wa BIC ulipo, au kwa Askofu Gamanywa au ilipo Wapo Radio FM. Kwa mawasiliano zaidi, nambari ni 0758 75 11 11, 0758 75 11 11. Ninayekualika katika matangazo ya kipindi hiki Wakati wa Miujiza leo ni leo, langu jina ni Musa Ibrahim Izengo. Bado tunachanja mbuga kuangazia matendo makuu ya Mungu anayowafanyia watu wake mara baada ya kufika katika ibada hiyo ya leo ni leo. Na sasa nimlete kwako Masha kutoka Kawe, Dar es Salaam. Yeye alikuwa na mambo mengi ambayo alikuwa akimsumbua: moyo kwenda mbio, kukosa raha, uhuru katika maisha yake, na hali ambayo imemnyima amani kwa muda mrefu. Unaweza ukapitia changamoto mbalimbali, ukajiuliza, wapi sasa naweza nikapata suluhu ya yale ambayo napitia? Alipozingatia na kusikia mambo makubwa ambayo Mungu amewatendea watu wengine, alifunga safari na kuja kusikia leo ni leo inafanya nini katika maisha ya wengine, akiwa na yeye yupo tayari. Sasa mara baada ya kufika BIC Mbezi Beach katika ibada hiyo, amani isiyoelezeka ikatokea katika maisha yake. Huyu hapa Masha akielezea mambo makubwa ambayo Mungu amemtendea. Naitwa Masha, natokea Kawe. Ushuhuda wangu ni mmoja tu uliopata siku ya leo. Sikuwahi kusikia uhuru kwenye mwili wangu. Makofi hayatoshi tafadhali. Amen. Rudia tena, huenda hawajaelewa sawa sawa. Sikuwahi kusikia uhuru kwenye mwili wangu. Kichwa changu huwaga ni kizito siku zote. Kizito? Yeah. Siku zote? Siku zote. Yaani kama vile nimebeba mawe 4 makubwa. Yaani sijawahi kusikia raha kabisa. Hujawahi kusikia raha? Kabisa? Ndio. Sasa nini kimetokea jioni leo? Yaani nina amani, sijawahi kuexperience hiyo hali. Rudia kwa mara ya mwisho watu wasikie. Una nini? Nina amani na
na sijawahi kuexperience hiyo hali katika usichana wangu na ukubwa wangu wote. Katika usichana wako na ukubwa wako wote. Hii hali ya leo hujawahi kuexperience? Sijawahi. Kabisa. Kabisa. Pia moyo wangu waga unaendaga mbio from nowhere. Yaani unaenda mbio, unashindwa kujua shida nini. Hata ningehema mara ngapi siwezi kuwa huru. Yaani leo nime vibrate hapa mbele. Sijajua nini kimetokea, nimeombewa nika vibrate kama generator lina afadhali. Wow. Hello. Mnaelewa manake? Mnajua nini kimetokea? Mnajua kilichotokea? Operation ya Roho Mtakatifu ndio ilikuwa inafanya kazi hapo ili kuweza kumweka huru. Atakuwa na yale majamaa yalikuwa yako ndani. Malizia. Baada ya hapo nilipoenda kule kwenye kile chumba cha operation. Ulianguka hapa? Nilianguka hapa nikapelekwa. Baada ya kuvibrate ukapelekwa kule. Ndio, utakuwa ulikuwa na haya mashetani nadhani. Wakati natembea nilishiwa nguvu kabisa yani. Sijua nini kimenitokea. Sawa. Ila sasa hivi niko yani kichwa changu chepesi. Chepesi kabisa. Tikisa hivi uone kama bado kiko chepesi kabisa. Hamna shida. Hamna shida yoyote. Nenda, Mungu akubariki. Unawaambia nini wale ambao nao vichwa vyao ni vizito kama wamebeba mawe? Wanakusikia kupitia Wapo Radio FM na Wapo TV Online. Kwanza ukiwa unaombea ujiachilie kwa Mungu. Yaani unawahi kupokea. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Leo ndo kwanza umekuja hapa? Mimi ni mgeni, leo ni siku yangu ya kwanza. Hujawahi kufika? Sikuwahi. Kona kuokoka umeokoka leo? Leo. Jamani, makofi basi kwa Bwana Yesu tafadhali. Unawaambiaje wale ambao hawajafika kwa Yesu bado hawajaje kwa Yesu? Karibuni kwa Yesu. Mungu akubariki. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Naam. Ni Mungu anayetenda. Ni Mungu anayefanya, si mwanadamu, bali yeye aliyeziumba mbingu na nchi kupitia watumishi wake Askofu Profesa Sylvester Gamanywa na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Makarius Ngonyani Jr. kutoka pale The Truth Ministry International. Vile ambavyo unafikiri, vile ambavyo unawaza katika ibada ya leo ni leo, ibada ambayo inatuleta pamoja kupata mafunzo, maombi pamoja na maombezi. Na mtakwako sasa Aziza Chimwili kutoka Mkuranga mkoani Pwani. Yeye alianza kupokea uponyaji wake kupitia matangazo ya redio kwa muda mrefu akisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, lakini imani yake ndiyo iliyomponya kuamini kwamba yupo Mungu anayeweza kuponya na kutenda miujiza katika maisha yake pasipo kiambatanisho chochote, bali ni imani yake tu, na Mungu aliye hai akamtendea vile alivyoamini. Sasa hapa anashuhudia yale matendo makuu ya Mungu aliye hai mara baada ya kupata uponyaji kupitia redio na moja kwa moja katika ibada ya leo ni leo kila Jumapili saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Huyu hapa Aziza akieleza zaidi. Aziza Kasimu Chiwili, natoka Mkuranga Vikindu. Toka nampenda Yesu. Mimi nilikuwa ni Muislamu lakini nimeokoka na nampenda Yesu sana kuliko maelezo. Mimi Yesu ameanza kuniponya kwenye redio. Ameanza kuponya kwenye redio? Redioni. Kaanza kuniponya Yesu redioni kabla sijakanyaga hapa. Hapa nilikuja tu kutoa ushuhuda. Sawa. Na nimefika hapa, mimi nilikuwa naumwa na sukari, nipata ugonjwa wa sukari. Na nimelala kitandani ni muda, lakini nilikuwa sijielewi. Naenda napimwa na naonekana sionekani chochote. Kila nikipimwa sionekani chochote. Naenda kwenye maombi, kwenye madua ya si Waislamu. Nikitoka kwenye dua nikija mimi ndo nazidiwa kabisa, nalegea. Nini kimetokea? Nikiamka kesho mimi navimba tu. Lakini baada ya maombi ya siku moja tu, mwezi wa 9 nafikiri mwaka jana, ni siku moja nilifunguliwa kwa siku hii mwezi wa 9. Ndio nilipoanza kupata uponyaji wangu. Niliombewa, nikashika mkono kwenye kifua changu, nikafata maagizo, nikafata. Kweli pale nilipoteza fahamu. Hiyo ulishika mkono ukiwa unaambiwa redioni? Ukiwa huko nyumbani kwenu? Nikiwa nyumbani. Paka nilipofika hapa nikaja kutoa ushuhuda. Mimi nilikuwa nafuatilia kliniki, kuja kugundulika nina sukari.
nafuatilia kliniki. Nikawa naenda kliniki. Na hapa mkononi ni nini sasa? Hizi ni karatasi nilizoleta kliniki nilizokuwa nafuatilia. Aha. Kwa ulikuwa unafuatia kliniki kwamba una sukari? Mimi sasa hivi si jambo kabisa. Ujambo kabisa? Mimi si jambo. Mchungaji Badundwa, hebu Jozi angalia hizi karatasi. Na si hilo tu, mimi nimefunguliwa na mengi. Mchungaji Badundwa ananiambia amepitia haya makaratasi, japo yeye sio daktari, ila tu anachoweza kusema ni kwamba alipokuwa anahudhuria kliniki zake zote ilikuwa inaonekana pressure iko sukari ilikuwa iko juu, lakini mara baada ya tarehe hiyo anasema alikuja kuombewa sukari imefanyaje? Imeshuka. Sasa inamaanisha saizi anavyoongea sio kwa maneno tu, hata kwa madaktari wamempima sukari iko normal. Hebu shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Na leo hii ipo karatasi ambayo ni ya leo, nimesema nimeondoka asubuhi leo hii nikaenda pale kliniki kwangu. Tena nimekuta leo Jumapili hatufungui, kaambia naomba mnifungulie. Ni hakiki nikipega na karatasi mengine ni hakiki nijue imefikia wapi mpaka hivi leo. Kweli ipo hapo ya tarehe 18 ya leo. Asome ataambiwa ipo ya tarehe 18. Iko ya tarehe 18. Nimeenda nimepima ya leo na nimeonekana iliyobaki ni 6 point ngapi ndio ya kwangu mimi sasa. Hiyo ni ya kawaida. Ndio ya kwangu. Jamani, makofi kwa Bwana Yesu kwa kumponya mama sukari. Ukistajabu hayo ambayo Mungu anaendelea kutenda, umesalia wewe. Na kuna mengi ambayo unayatarajia, kuna mengi ambayo unategemea kufanikiwa, kuna mengi ambayo unatazamia Mungu kuleta suluhu ya hayo ambayo unapitia. Jibu ni moja tu, kupitia sauti za watumishi wa Mungu, Askofu Profesa Sylvester Gamanyo na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Ngonyani, pamoja na watendakazi wengine katika ibada ya leo ni leo ndani ya ukumbi wa BIC Mbezi Beach Jogoo jijini Dar es Salaam, kushughulika na hitaji lako, changamoto inayokukabili. Huenda ni familia, elimu, biashara, ndoa na mambo kadha wa kadha. Unatamani Mungu aweze kukutendea baraka, miujiza na mambo mbalimbali. Sasa Jumapili hii saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni, tarajia kushuhudia matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Kwa mawasiliano zaidi ili kufika katika ukumbi wa BIC Mbezi Beach au kupata maelekezo kukuongoza, nambari ni 0758 75 11 11, 0758 75 11 11. Bado shuhuda ni nyingi, mtazamaji pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM Nuru ya Jamii. Huyu hapa Mariam kutoka Mabibo, Dar es Salaam. Yeye alikuwa akisumbuliwa na miguu. Hivi ni kuulize swali, unajua adha ya miguu inavyosumbua, mgongo kuuma na baadhi ya viungo katika mwili? Je, unapata amani? Unapata furaha? Yumkini jibu lako hakuna furaha unayoipata, lakini sasa hayo ambayo yamemsumbua kwa muda mrefu, jibu lake amekuja kulipata BIC Mbezi Beach katika ibada hiyo ya leo ni leo, baada ya Mungu kuachilia uponyaji wake ndani yake. Nini hasa ambacho anatueleza Mariam? Huyu hapa akituelezea. Mimi naitwa Mariam, natokea Mabibo. Nilikuwa nasumbuliwa na miguu, mgongo, yani silali kukaa muda mrefu hivi. Sikai, lakini toka nimefika hapa nimekaa kwa muda mrefu na najisikia niko vizuri. Miguu hainiumi tena wala mgongo hauniumi. Namshukuru Mwenyezi Mungu amenitendea. Hiyo miguu imeacha kuuma leo? Hapa maana nilikuja misa ya kwanza nikaanguka. Nikapelekwa kule. Ulianguka afuka pelekwa kule? Ulikuwa na mapepo? Nikapelekwa kule tena. Tukaitwa tena, sasa hivi nikaanguka tena. Umeanguka tena sasa hizi? Baada ya kuombea? Baada hapo ni kimetokea? Baada ya kuombewa tena kweli nimerudi, sasa hivi niko vizuri, namshukuru Mungu. Miguu hayumi tena? Hayumi. Nini ulikuwa uwezi kufanya wakati huo, sasa hizi unaweza kufanya? Yani miguu nilikuwa mtu wa kukaa tu na kulala basi. Kukaa tu? Nakaa tu na kulala, chakula changu ni. Hebu jaribu kufanya hivi tuone kama kweli miguu imepona. Kabisa. Hebu weka muziki kidogo dakika moja tu. Tuone kama kweli amepona. Cheza muziki tuone kama kweli amepona. Inua miguu tuone kama kweli amepona. Inua miguu. Fanya hivi. Wow.
Asante, asante. Unawashauri nini wanaoumia miguu saizi? Wanakusikiza hapa radio, kupitia radio. Na washuhudia waje kwa Yesu, kuna uokovu. Haya, Mungu akubariki sana. Asante. Ndiyo, hayo ni matendo makuu ya Mungu katika maisha ya watu wake. Mungu anatuhurumia, Mungu anatupenda, na yeye hapendi tulie, hapendi tuumie. Wakati wote utufariji na kutuinua ili tuweze kusonga mbele katika mambo mbalimbali. Pamoja naye Mariam, huyu hapa Suleiman Michael kutoka maeneo ya Kibamba shule, naye anaelezea kile ambacho Mungu amemtendea katika ibada ya leo ni leo. Naitwa Suleiman Michael, nimetokea Kibamba shule. Namshukuru Mungu kwa kuniponya. Nini kimetokea? Umeponywa nini? Nilikuwa nimepatwa na tumbo, nasumbuliwa na kichwa, lakini baada ya kufika hapa namshukuru Mungu kwa kuniponya. Ulikuwa unasumbuliwa nini? Tumbo na kichwa. Tumbo na kichwa. Ulikuja hapa vilikuwa vinauma. Kwa leo vyote vimeisha. Baada ya maombezi haya. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi tafadhali. Unawaambiaje watoto wenzako ambao nao wanasumbuliwa na tumbo na kichwa na kusikia kwenye TV saizi na kwenye radio? Ushauri, tunatakiwa tumuombe Mungu na kuamini. Haya. Mtakatifu. Umeokoka? Amen. Bado hujaokoka au umeshaokoka? Nishaokoka. Umeshaokoka. Haya, Mungu akubariki sana. Ukisikia kufunguliwa ndio huku, ukisikia kuwekwa huru ndio kitu ambacho nakizungumza kwako mtazamaji pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM Nuru ya Jamii. Matangazo haya ni kipindi wakati wa miujiza. Leo ni leo, na miujiza hii inakwenda kutendeka katika maisha yako. Imani yako iliyokufa, viwango vyako vilivyoshuka, sasa vikainuke tena. Sasa vikamtazame Mungu aliye hai, ya kuwa ametenda kwa wengine na sasa anatenda na kwako. Nimlete kwako mama huyu ambaye alikuwa akisumbuliwa na matatizo mbalimbali, changamoto ya afya yake, lakini akihitaji uponyaji. Kisukari pia kimemtesa, lakini nini hasa ambacho anatueleza mara baada ya kufika katika ibada ya leo ni leo ndani ya ukumbi wa BIC Mbezi Beach, Dar es Salaam? Kile ambacho Mungu anakitenda ndio kile ambacho tunakitarajia katika ibada na matukio mbalimbali. Nini mama huyu anakieleza kwa hisia kali, kwa furaha? Hebu tumsikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Zakia Isa, mimi ni Muislamu. Nilikuwa nasumbuliwa na mapepo tangia muda. Usilie. Mungu amekurehemu, Mungu amekukumbuka. Kila ninachofanya kifanyiki. Ila nashukuru Mungu. Nilikuja na mama yangu, sikujua kama zitafika hapa. Mamako yuko wapi? Yuko wapi mamako? Hebu njoo. Endelea. Nini kimetokea? Nashukuru Mungu, Yesu ameniponya. Leo ni mara ya kwanza kuja? Ndiyo. Saizi umefunguliwa kabisa? Ndiyo, nina amani. Una amani? Ndiyo. Jamani, shangilieni Bwana Yesu kwa makofi. Mama, unasema wewe unasali hapa? Hapana, mimi ni mara yangu ya kwanza. Nilikuwa nafuatilia kipindi kupitia television na radio. Na radio, okay? Kabisa, nikawa nina kiu ya kumjua Roho Mtakatifu, kuwa naye. Nashukuru Mungu mpaka nilipokaa umeniinua, naendelea kunena tu. Unanena kwa lugha? Jamani, shangilieni Bwana Yesu kwa makofi. Binti yako anasema yeye ni Muislamu. Wewe umeshaokoka tayari? Nimeokoka na nampenda Yesu. Umempenda Yesu? Kabisa. Kwa binti yako umemleta naye mpata ponyaji. Unawaambia nini ambao mabinti zao wanapata shida kule mtaani? Kwa kweli nawaambia waje kwa Yesu, waje katika madhabahu hii. Kwa kweli Mungu yupo. Asante. Mungu akubariki sana. Binti, unawashauri nini mabinti wenzako ambao nao mapepo yanawasumbua? Waje kwa Yesu, hata mimi namwamini Yesu. Na umeokoka leo? Ndio, nimeokoka. Haya, jamani, makofi mengi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki, karibu sana kwa Yesu. Usisubiri tu kusikia ya wengine. Kuna namna ambavyo Mungu amefanya katika maisha yako kupitia matangazo haya. Wapo TV online pale YouTube, Wapo Radio FM, na katika mitandao ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gamanywa. Kama si mafunzo, basi maombi na maombezi yameleta uponyaji katika maisha yako, katika biashara yako, katika mipango yako na mambo kadha wa kadha. Sasa ni zamu yako Mungu aweze kukutendea. Sasa ni zamu yako Mungu aweze kukuinua.
Huenda umezunguka huku na kule kutafuta suluhu ya hicho ambacho kinakutesa. Usikate tamaa. Karibu katika ukumbi wa BIC Mbezi Beach, Jogoo, jijini Dar es Salaam, ukutane na Mungu aliye hai kupitia ibada hiyo. Pamoja na yote, ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu ukiendelea kuponywa magonjwa, kufunguliwa na kuwekwa huru katika hayo ambayo yanakukabili. Dorcas Yohana anaeleza namna ambavyo Mungu amemfungua katika vifungo vya uchawi, ushirikina, mapepo, na sasa yu huru, na sasa ana furaha, anauona ushindi, na vile ambavyo anazungumza ni dhahiri kabisa kwamba Mungu aliye hai amemtendea. Huyu hapa Dorcas. Majina yangu naitwa Dorcas Yohana. Namshukuru Mungu amenitendea. Shangazi yangu alikuwa ananisumbua. Nini? Alikuwa amenipandikiza uchawi. Nani? Shangazi. Shangazi. Ndio. Sasa nini kimetokea? Namshukuru Mungu, maombi yalipoanza niliombewa. Ukaombewa? Ndio, nikaona kitu kinapishana, cheusi, cheupe kinashuka moyoni. Cheupe kinaondoka. Cheusi kinaondoka, cheupe kinashuka. Jamani, mnasikia huko nyuma? Shangilia Bwana Yesu wa makofi mengi. Anasema anaona kuna vitu vinapishana. Cheusi kinafanyaje? Cheupe kinafanyaje? Kinaingia moyoni. Makofi mengi kwa Bwana Yesu tafadhali. Haleluya! Haleluya! Raha sio raha. Raha sio raha. Kila aliyoko kwenye ukumbi huu sasa hivi, binadamu ana matatizo mengi, ana shida nyingi, lakini nataka nikwambie hivi, sawa sawa na ujumbe wa leo, kilichokuzunguka kimezungukwa. Haleluya! Shika mkono jirani yako, mwambie kilichokuzunguka kimezungukwa. Malizia binti, malizia binti. Nini kimetokea? Malizia. Baada ya hapo nini kimetokea? Baada ya kitu cheupe kuingia ndani moyoni, nini kimetokea? Najisikia furaha na amani moyoni. Unasikia furaha na amani moyoni? Ndio. Kabisa? Ndio. Hauna hofu tena? Ndio. Mungu akubariki sana binti yangu. Wazazi wako wako wapi? Wanaishi Geita. Mara yangu ya pili. Mara ya pili? Ndio. Lakini leo ndo umefunguliwa? Ndio. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde maisha yako yote. Jambo muhimu ni imani. Ukiamini kwa Mungu yote yanawezekana, na imani yako ndio uponyaji wako. Imani yako ndio ushindi wako. Hayo ambayo yanaumiza moyo wako sasa yahesabu si kitu. Iweke imani, mtazame Mungu aliye hai, atakushindia. Nawe utauona muujiza, baraka, neema ya Mungu katika maisha yako. Angel John naye anatuelezea vile ambavyo Mungu amemweka huru, vile ambavyo Mungu amemfungua baada ya kufika katika ibada ya leo ni leo BIC Mbezi Beach, Dar es Salaam, katika wakati mzuri kabisa wa mafunzo, maombi na maombezi. Awali ilikuwaje? Lakini baada ya maombi pia ilikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Angela John, natokea Keko. Nilikuja hapa kichwa kinaniuma sana. Nini? Kichwa. Kichwa. Kwa nilivyosimama hapo mbele sijui kilichoniangusha. Hujui kilichokuangusha kwa shtukia uko kule. Namshukuru Mungu nimepona, niko vizuri. Kabisa. Kabisa. Kichwa kiumi tena. Kabisa. Kabisa kiumi. Kiumi. Unawaambia nini wanaokutazama kupitia radio? Wanaokutazama kupitia TV na radio? Mimi naambia tu waje BIC, Mungu yupo. Mungu yuko hapa. Ndio. Mmesikia huko? Mimi mwenyewe nimesikia radio hapo nani hii nini? Kipindi kinaitwa ni leo ni leo. Kipindi kipi? Leo ni leo, ndo ibada hii ndo inaitwa leo ni leo. Nimesikia radio hapo ndo maana nimekuja. Umesikia tu redioni umekuja? Ndio. Na umepona? Nimepona. Kwa naalika watu wengine nao waweze kuja. Naalika waje. Jamani, shangilieni Bwana Yesu kwa makofi.
Ni zamu yako sasa, ni wakati wako sasa. Miujiza bado ipo, na Mungu aliyewatendea hawa ambao wanaleta shuhuda pia aweza kukutendea wewe, na huenda amekutendea. Chochea imani iliyo ndani yako, chochea maombi zaidi ili upate kuutunza ule muujiza wako. Kabla ya kutia nanga, nikukumbushe tu kwamba ukumbi wa BIC Mbezi Beach Jogoo jijini Dar es Salaam unapatikana barabara ya Bagamoyo. Kituo ni Jogoo. Ukifika hapo, ukiulizia, si mbali kutoka barabara kuu hadi kufika ulipo ukumbi huo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu yako 0758 75 11 11, 0758 75 11 11. Jumapili hii ibada inaendelea kama kawaida saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Wewe unayesumbuliwa na shida mbalimbali, kisukari, magonjwa ya moyo, presha, ndoto mbaya na maradhi mbalimbali ambayo yanakusumbua kwa muda mrefu, jibu limepatikana sasa. Mungu aliye hai, yeye ni mponyaji, mtenda miujiza, na yeye anakuazia mawazo yaliyo mema kila wakati, na ndiyo maana umepata fursa adhimu ya kusikia shuhuda mbalimbali za hawa ambao Mungu amewafungua, Mungu amewaweka huru, Mungu aliye hai amewaponya. Sasa nawe unakaribishwa. Hakuna kiingilio, hakuna gharama yoyote, ni bure kabisa. Sauti za watumishi wa Mungu, Askofu Profesa Sylvester Gamanywa na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Makari Usengonyani Junior, wanakualika kwa moyo mkunjufu kuweza kushiriki ibada hiyo yenye nguvu na matokeo makubwa katika maisha yako. Leo hii ni tienanga katika kufahamu yale ambayo Mungu anawatendea watu wake katika ibada ya leo ni leo BIC Mbezi Beach Jogoo jijini Dar es Salaam. Tukutane katika kipindi kijacho. Mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kingine. Kwa niaba ya wote walioshiriki nami kwa uzuri kabisa katika matangazo haya ya kipindi wakati wa miujiza leo ni leo kutoka BIC Mbezi Beach Dar es Salaam, langu jina ni Musa Ibrahim Izengo. Mungu aliye juu akubariki sana. Alifanya kwa wengine na amefanya kwa wengine na atafanya pia na kwako. Amini. Wakati wa miujiza leo ni leo.